Habari yako ndugu mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia katika elimu juu ya afya kwa kutumia mimea asilia, yani dawa za asili. Naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa kituo cha Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asilia, kituo kinachotumia mimea asilia isiyokuwa na kemikali yoyote. Tunatoa elimu kwa ajili ya kuweza kuwafanya Watanzania muelewe tiba asili ni nini, lakini pia magonjwa yapi ambayo yanaweza kutibika na kasaidika kabisa matatizo kuisha kwa kutumia mimea asilia. Kuna tatizo la ugonjwa wa baridi yabisi kwa maana ya kuishiwa ute kwenye viungo, hali ambayo inaweza kupelekea maumivu makali wakati wa kuchuchumaa, maumivu pengine ukinyosha mkono huwezi kunyosha vizuri, au wakati mwingine ukichezesha shingo inashindwa inakakamaa, hali ambayo inapelekea kusagika kwa viungo. Kwa hiyo basi, kama ni wewe au ni ndugu yako anateseka na tatizo la baridi yabisi, miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kuchuchumaa uwezi kwa sababu ya kuishiwa na ute, ni vizuri ukatumia dawa zetu za asili ambazo zinatibu tatizo kupona kabisa. Tuna dawa yetu mbogo. Dawa yetu mbogo ni dawa ambayo inatibu matatizo ya kuishiwa na ute. Yawezekana pengine umri ukishakuwa mkubwa pia unaweza kupelekea kupata tatizo hili la baridi yabisi kwa maana ya kuishiwa ute, au mama mjamzito wanapojifungua kwa operation, wanapochoma usindano kwenye uti wa mgongo, wakati mwingine ute utoka na baadaye anaanza kuja kusikia maumivu na baadaye kapotea, na baadaye katika umri unaposogea mbele anaweza kupata hili tatizo la baridi yabisi kwa maana ule ute unakuwa umeisha. Au mtu aliyepata ajali na akaumia kwenye joints, ute huwa unatoka. Ukishatoka baada ya muda unaweza kuanza kupata ugonjwa kupitia eneo lile. Lakini nje ya hilo, kwa watu ambao wanafanya kazi kwenye mazingira ya baridi, aidha kwenye majaruba kukatia ng'ombe, au anafanya kazi ya ulinzi usiku, au mtu ambaye anafanya kazi kwenye masheri, analala sheri kwa kupima mafuta pia, labda watu hawa pia wanaweza kukumbwa na tatizo hili la baridi yabisi. Na uzuri, dawa yetu ya mbogo unaweza kuitumia kama kinga na unaweza kuitumia pia kama tiba, kwa sababu mifupa ute ukiisha upelekea mifupa kusagika, na mifupa inaposagika inaweza kusababisha ulemavu au kutoka na vinundu baadhi ya viungo. Kwa hiyo kama ni wewe, ni ndugu yako, ni vizuri atumie dawa itarejesha ute kwa haraka na kuondoa maumivu na kurudi kwenye hali ya kawaida. Lakini pia mambo yetu ukisema ni mbogo ndio kujitibu tatizo hilo. Lakini nje ya hilo, kuna wakina mama wanateseka sana na tatizo la PID. PID ni pelvic inflammatory disease, kwa maana ya mirija ya uzazi kuvimba, kujaa maji, na hii hali inaweza katokea tu aidha mama kama ameishi na ugonjwa wa UTI fungus, magonjwa ya zinaa, amekaa muda mrefu bila kuyatibu. Sasa inapotokea akiwa kwenye siku zake, wale bakteria wakapenya kuingia kwenye mirija ya uzazi, basi upelekea kupata tatizo la PID kwa maana ya mirija kuvimba. Lakini pia unapofanya watu wanapofanya wengine abortion au wanapojifungua, pia wanaweza kupata tatizo hili la PID kwa maana ya wale bakteria kuingia kwenye mirija ya uzazi. Lakini nje ya hilo, unapokaa na ugonjwa huu unaweza ukasababisha saratani ya shingo ya kizazi, na sehemu mbalimbali ugonjwa huu umekuwa hautibiki kupona kabisa, kama ambavyo tunavyosema sisi kwa kutumia dawa yetu ya Ronzwe. Dawa yetu ya Ronzwe ndiyo ambayo inatibu tatizo hilo kwa kupona kabisa na kumaliza tatizo hili. Na ukumbuke, unapokuwa na ugonjwa wa PID inaweza kusababisha wewe ukashindwa kupata mtoto, na tunapozungumza swala la mtoto ni baraka katika familia. Tunaona pia kwamba wakati wa Ibrahimu alipokuwa na Sara, waliposhindwa kupata mtoto, tunaona Sara alikosa amani, akamwambia mume wake waweze kupata mtoto kupitia Sara, lakini kupata furaha mpaka ambapo alipopata mtoto wake kupitia kwa Sara, kwa maana kumpata Isaka. Kwa hiyo tunaona kwamba mwanamke unajiamini pia unapokuwa na mtoto wako mwenyewe, lakini unapokuwa na PID kumbuka kwamba ni ngumu kupata mtoto. Kwa hiyo ni wewe uweze kufika kwenye kituo chetu cha Song'wa Traditional, ambapo kwa Dar es Salaam tunapatikana Mbezi Mwisho, kwa maana Mbezi ya Morogoro Road, karibia tuna msikiti wa Mbezi, barabara ya Makabe. Kwa wakazi wa Moshi tuko Kilimanjaro, tuko Moshi maeneo ya Kibosho Road, utaona kituo chetu tuko barabarani kabisa. Kwa Mwanza utafika Nyakato Buzuruga, karibu na kanisa la Wasabato, utafika kwenye kituo chetu. Lakini kwa mkoa wa Shinyanga na Simiyu watafika Maswa maeneo ya Mnadani B maarufu kwa Mama Alfonsi. Lakini unaweza kutupigia simu kwa namba hii 0752629252. Afya yako jukumu letu. Song'wa Traditional Clinic, afya yako ni jukumu letu.